أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. Zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumetoka na natija katika mjadala uliokuweko kuhusu Waarabu, kwamba je, Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa na ustaarabu ama hawakuwa na ustaarabu? Na tukasikiza dalili za wale wanaodai kwamba Waarabu walikuwa wameendelea kabla ya Uislamu, na tukaona dalili zao ni dalili ambazo kwanza ni akhasu mina da'wa, ni finyo dalili zenyewe kuliko madai yenyewe. Hazithibitishi ustaarabu katika maeneo yote ya Kiarabu, zathibitisha baadhi ya yale wanayoyadai, kama kuwepo majumba makubwa makubwa, kama mawasiliano ya kibiashara na nchi zilizoendelea katika baadhi ya maeneo kama Yaman wakati ule, kama Sham upande wa kaskazini na kadhalika. Lakini mwisho tukatokana na natija kwamba hawa wote wapijiana mayowe kwenye kitu sicho tunachokitafuta sisi. Sisi hatuangalii maendeleo kwa kujengwa majumba, au mtazamo wa Qur'ani haukuiita jamii ile ni jamii ya jahilia, kwamba ilikuwa haina mabarabara, haina mabriji, haina mabiashara. Imewaita watu wale ni jahilia kwa mambo yanayofuata ambayo leo nataka kuyafafanua. Kitu cha kwanza, ndugu zangu, kwa mtazamo wa Kiislamu, tunapomweka mwanadamu mbele yetu kama mtu, au tunapomweka mwanadamu mbele yetu kama jamii mzima au umma, tukataka kuutathmini ili tuhukumu mtu huyu ameendelea ama hajaendelea, amestaarabika ama hayastaarabika, au tuhukumu jamii hii imeendelea, imestaarabika ama la. Ni zipimo gani tunataka tuzitumie za Qur'ani na za Kiislamu? Ni tuangalie
majengo ya majumba yake, ni tuangalie jamii ile mabarabara yake, ni tuangalie jamii ile mavazi yao wanavyovaa smart zaidi, wakadhalika Qur'ani haikubali vitu kama hizo. Na ndio niwaambia jana Sheikh Muhammad Qutbi katika kitabu chake anachokiita Jahiliyatul Qarni al-20, na vile vile Sheikh Muhammad Mahdi Shamsuddin rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa raisi wa baraza la al-Majlis al-Shii Lubnani, amekufa si miaka mingi. Hawa wasema pana haja katika lugha ya Kiarabu tutafautishe baina ya maneno mawili, baina ya hadhara. Kiarabu kuna neno hadhara na kuna neno madania, ambao nimejaribu kutafuta Kiswahili napata tabu. Yote tuweza kufasiri Kiswahili neno ustaarabu, lakini katika lugha za kitaalamu hadhara ni ustaarabu, lakini unaoangalia zaidi utu wa mtu, fikra zake, nyendo zake. Madania ni ustaarabu unaoangalia zaidi mtu kupitia upande wa kimaterial, upande wa mwili wake, mavazi yake, majengo, ikoje. Hii huitwa madania, haiti hadhara. Kwa hivyo sisi twadai leo Ulaya inao madania, haina hadhara, inao maendeleo ya kimajenzi, lakini haina hadhara, haina maendeleo ya kifikra na ya kibinadamu na ya kiroho, hakuna. Sasa ni zitu gani tutampima ili tuwapime Waarabu walikuwa wamestaarabika ama hawakustaarabika? Kitu cha kwanza, na haya ni kwa mtazamo wa Kiislamu, lakini ndio binadamu wote wanavyokubali. Nataka kutembea kwa misingi inayokubalika. Kitu cha kwanza, mwanadamu ni akili yake, sio kwa ila tofauti ya mwanadamu na mnyama ni nini? Ni akili peke yake. Hakuna kitu ambacho unacho wewe kimwili mnyama hana, bali siku moja niwaambia hapa, kuna zitu anazo mnyama zikubwa zaidi kushinda zako. Kuna wanyama husikia sauti ambazo wewe huzisikii. Kwa hivyo ikiwa masikio ndio yamekufanya wewe umshinde mnyama, popo hutegemea masikio yake kuonea, na ndio utamuona popo mtana hatembei, hutembea usiku, kwa sababu yeye hategemei nini? Mato. Yeye hutegemea shuari. Anapotembea yuwatoa sauti ambazo wewe huzisikii, na eko fulani ikirudi yamwambia yeye kuna uzi kona, kuna kigogo lala. Anatumia masikio yake kushinda wewe. Mbwa ajalakumullah asikia harufu ambazo wewe huzisikii. Kwa hivyo ikiwa masala ni ya mato, ikiwa masala ni ya masikio, ikiwa masala ni ya pua, wanyama wanazo zaidi na kwa ukubwa zaidi kuliko sisi. Kwa nini mimi nimekuwa tofauti na mnyama nikaitwa mwanadamu? Kwa sababu gani? Akili. Lakini akili kama chombo ama akili kama utendakazi? Tupo jamanini? Haitoshi tu kuwa na akili wewe uwaimiliki uwe ni bora kuliko mnyama. Kinachomtofautisha mwanadamu na mnyama si uwepo wa akili, ni utendakazi na utumiaji wa akili. Wa ila uwepo peke yake wa akili isifanye kazi, yamfanya mwanadamu awe duni zaidi kuliko wanyama kwa mtazamo wa Qur'ani. Yule anatuambia walaqad dara'na li jahannama kathiran minal
jinni wal ins, tumetenga nafasi, tumewaekea nafasi katika moto wa Jahannam majini wengi na wanadamu wengi. Kwa nini? Hawana nyoyo? Wanazo nyoyo hapa kwa maana ya akili na fikra, lakini shida si kuwa wanazo ama hawana. Mungu anena shida hawazitumii. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ndio mwisho Mwenyezi Mungu akanena fahum kal an'ami, hao basi ni kama nani? Wanyama, bal mbaovu zaidi kushinda wanyama. Sasa tukitaka kumjua, na napenda jamani ni munifuate hatua kwa hatua. Tumesema kumpima mwanadamu amestaarabika ama hakustaarabika, twafaa tutumie vipimo. Kipimo cha kwanza ni akili, ndio inamtofautisha mwanadamu na mnyama. Si uwepo wa akili, ni utumiaji wa akili. Tutaijuaje akili imetumika vipi? Manifuata uzuri hatua kwa hatua. Tutajua anavyoitumia akili yake wakati tunapozichambua fikra zake. Inshallah nitakuja kunena, na hapa ndipo huja muhimu wa turathi, kitu kinachoitwa nini? Turathi. Turathi za watu ndizo zinaowafanya wataalamu wamezokuja baada ya mamia ya miaka waweze kuwafahamu hawa watu walikuwa ni watu kiwango gani. Turathi ya kusanya nini? Elimu za wale watu, tungo za wale watu, mashairi ya wale watu, mithali za wale watu. Hizi zote muzionao nyinyi zina dauri kubwa. Ukisoma tu mashairi ya watu utawajua aklia yao ilikuwa ni aklia gani, yani wanavyofikiri wafikiri vipi. Sasa mmoja katika kuwasoma watu akili yao, kitu cha kwanza ni kuwasoma itikadi zao na dini yao ikoje. Kitu cha kwanza kinachoingizwa kwenye akili nini? Ni mtazamo wako kuhusu ulimwengu na kuhusu wewe. Sasa hebu tuangalieni Waarabu kabla ya Uislamu, tukitaka kujua aklia, al-aqlu al-arabi kaifa kana yufakkir, akili ya Kiarabu wakati ule ilikifikiri vipi, tujiulize ilikiamini dini vipi. Sijui mmenielewa jamanini? Kisha muniambie baada ya hapo ilikuwa ni akili ya kibinadamu inaostahiki kuambiwa ni wastaarabu, ama ilikuwa ni akili ya kinyama inaostahiki kuamkuliwa ni majiwe. Nabi Allah Ibrahim, niwafupishie, hakuwekwa Maka, alikuwekwa Iraq, kisha kaatikia Falastini. Iraq ndio kule alipogongana na ule Namrudi, sio? Kuhusu masala ya masanamu akavunda kwa zishoka. Tuate masala ya dawa, tuje katika mambo ya kibinafsi. Atamani kijana, hana kijana, mkewe ni tasa, haja ana kiakazi Sara, mapendekezo ya mkewe amtukue Sara, asa tutapata kijana sababu yeye ashazeka, hakuna tamaa tena. Tukuliwa Sara, kukapatikana kijana Nabii Allah nani? Ismail. Nabii Allah Ismail ikaanda wivu katika nyumba, ikabidi Nabii Allah Ibrahim, na hizi zote zilikuwa sababu kama Yusuf kutiwa kisimani, ikauzwa, akapekwa jela, ilikuwa mahala pataka kufikiwa, ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Ismaili ikabidi na mamake watolewe kwenye lile eneo kupunguza zile pressure. Sitaki kutoka kwenye mada, lakini utasikia watu kwambia ustadhi na wewe pia hucha shekhe, pressure kali mpaka Nabii Allah Ibrahim alitoa moyo akamuondosha. Masala ya kuoa wake wawili na watatu yamewapeka mbio mitumi hata watu wa kawaida. Kisoma hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umevundwa zombo ndani ya nyumba kwa kuna chakula kikipenda sana kutoka kwa nani ule Safia, sijui nani, kizuri sana. Mtume alikuwa akipenda sana. Kama wewe mathalan Ramadhani hii ni wajulikana wapenda muhogo mathalan,
mathalan ya. Na ikawa mmoja kama wewe uko katika wale mathna wa thulatha, ikawa mmoja katika wale ndio hodari zaidi kuupika ule muhogo. Sasa ikawa hata siku ya kufuturu kwa mwingine pia ule muhogo hutiwa kisahanini, ukafanywa nini, ukaetwa kule. Sasa Mtume kuna chakula alikuwa akikipenda, alikuwa hata akiweko kwa nana Aisha ama akiweko kwa nana Hafsa na nani, ilikuwa kile kisahani kikenda kule. Sasa mara kilikitakaswa na tiati, shekhe pejwa na tiati, kikavundwa kisahani na zakula zikaenea. Mtume akiteka tu alimwambia tu, siku moja alimwambia Ummul Mu'minin Aisha, unao haki ya kuvunda nini, lakini kisahani cha watu takilipa. Chakula changu mmeshapoa, nchangu umenitawanyia mimi na wewe ha? Lakini huna haki ya wivu wako kwangu mimi kuvunda zitu za watu. Kwa hivyo Mtume alikuwa ni kadhi, sio pale pale, ni Mtume ni kadhi. Alikimwambia mengine fanya utakao kufanya, pando asikilia huko, lakini kisahani utafanya nini, utakilipa. Sasa turudi kwenye mada. Sara akatukuliwa na Nabii Allah Ismaili, akapekwa wapi? Katika ile ardhi haina makulima ambao ndio Maka. Nachotaka mimi ndio tauhidi yaingizwa wapi? Hijaz. Kajengwa Al-Kaaba, kaendelea mabakio ya sharia Nabii Ibrahim, Makureshi wote wakijinaki kwamba wao ni wafuasi wa Nabii Allahi Ibrahim. Walianzaje kuabudu masanamu? Kuna rai ngapi? Mbili. Kuna rai ya kwanza yasema kuna bwana akiamkuliwa Amru ibnu Luhai. Huyu alikuwa ule uzee, wajua hawa hawakuwa na serikali, hawa walikiendeshwa kikabila, na kabila huwa kuna ile sheikhul kabila. Ule uzee wa kabila la Quraysh umefika kwake, yani yeye ndo mtawala, ndio kiongozi, na alikuwa na biashara zake. Akisafiri safari moja, akasafiri akaenda Sham. Alipofika Sham akakuta watu kule huabudu masanamu, akawauliza madha taabudun, maabudu nini nyinyi? Wakamwambia hawa ni miungu ambao hutusaidia. Wakamuonesha, yani wana wizara, kuna hapa Mbazita, sijui hapa mba nini. Yakamvutia yale mambo, akamwambia nipani na mimi mmoja. Ndio wakatunda sanamu mmoja wakampa, ambaye nafikiri kama sikukosea ni ndio Lata. Maana kulikuwa kuna Lata na Uzza na Manata, sio mmoja katika wale au ni Hubal. Akenda naye Maka, kukaanza sasa sanamu mmoja, wawili, watatu, kila mmoja kana ule alokuya naye Amru ule mwa Makureshi. Haya tunaona wewe, nataka jamani zisiwatukue kama sera please. Nataka mutumia akili kuanalyze watu walikuwa wakifikiri vipi. Ule amekuya na sanamu, mumemkubali ni Mungu. Mungu wakina nani? Wa watu wote. Hunu ni msikiti wa Ntaule. Ndio haya tunaona sisi hapa. Hunu ni msikiti wakina fulani. Sasa pale kulianda, huyu ni sanamu wa kabila fulani. Basi na sisi banu kadhaa lazima tuwe na nguu wetu. Na sisi banu kadhaa. Wakishtuka idadi ya masanamu wamezofikilia katika Al-Kaaba ni 360 ilahan, Mungu 360. Istoshe watuambia muarikhina wale 360 walikuwa kwenye Al-Kaaba, kisha na majumbani kulikuwa kuna wao katika kila nyumba. Istoshe wakisafiri, kama ule mmoja katika maswahaba mwenye anena alikuwa anena, kuna mambo mawili kwenye jahilia. Moja ni kilikumbuka huteka sana, kikumbuka ule ukuchu tulokuwa nao, na moja kikumbuka hulia sana. Na kulia lipi? Akataja kama kile kiswa cha jana cha kumzika binti yake, ile wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat.
Aha, na la kutekesha lipi? Akanena siku moja nilikuwa usafiri, katukuwa Mungu amemtengeneza kwa tende. Alitengeneza sanamu lakini kwa tende, ili huenda akisikilia ndiani mwenyewe humweka akamwabudu. Ndai kamshika chakula kikammalizikia, kamweka Mungu kamuomba, hampati. Kiadia ndai imemzidi, alimkata mkono mmoja kamla. Kaendelea kamkata mkono wa pili, kamkata mkono wa tatu, kamla mpaka kammaliza Mungu wote. Sijui umeelewana jamani? Hawa ndio walivyokuwa Waarabu kabla ya Uislamu, wakifikiri katika nyanja za kiitikadi. Sanamu kila kipembe, Sheikh, kila mahali. Istoshe ndo uangalie fikra zao kuhusu siku ya Kiyama. Mwanzo walikuwa hawakubali siku ya Kiyama, na sio tu hawakubali siku ya Kiyama, Qur'ani yatuambia bali kuwa wakimwona mtu hutangaza itikadi ya kwamba tutafufuliwa baada ya kufa, bali kimwona ni mwandazimu ama ni mzushi. Someni pamoja aya katika suratul Jathia, wakinena waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahru wama lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Walikuwa wakinena hayakuwa isipokuwa ni haya maisha yetu ya dunia, tutaishi tutakufa, kwisha kazi. Aendelea Mwenyezi Mungu katika suratu Saba, anena waqala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idha muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Hatuwapi habari ya huyu bwana anaodai kwamba ati mukishakufa mukishakutakalika mutarudi tena mfufuliwe. Aftara ala Allahi kadhiba, huyo amzulia Mwenyezi Mungu nini? Urongo. Ambihi jinna, ama una wazimu. Sasa mumemuona Abul Hasan an-Nadawi yale maneno yake ya yuzi, kwamba maneno ya akili huonekana ya wazimu na maneno ya wazimu yakaonekana ya nini? Ya akili. Lini huonekana hivyo? Wakati mwanadamu anapokosa ramani ya akili yake na ubinadamu wake. Haya, khurafat, hapa ndipo mahala muhimu. Taomba munisikize vizuri hapa. Kwanza nijenge kaida. Kuna kaida imejengwa na wataalamu wa kijamii, si mimi. Basema hivi, hizi fikra za kikhurafat, superstitions, ama itikadi za kienyeji, nafikiri Kiswahili ufasiriwa hivyo, itikadi za kienyeji, ukizifanyia research, kila ukienda kwenye umma umezoendelea kimaarifa, kielimu, kimaendeleo, utapata kuna khati aksi. Aksi nini? Ya shuka. Utawapata si kwamba hawana kabisa khurafat, banazo, lakini huwa kidogo sana na hazina athari kwenye maisha yao. Kila ukipanda kwa watu wamezotaalamika, watu wamezoendelea, utakuta hisabu za khurafati ni kidogo. Kila ukishuka, ndio utakuta zijijini, mashambani, kila ukishuka katika jamii ambazo zina uduni wa maarifa, zina uduni wa maendeleo, utapata khati ya khurafati ni nini? Ni kubwa zaidi. Maisha yao asilimia kubwa hupekeshwa na nini? Na khurafati. Kwa hivyo kuwepo kwa itikadi nyingi za kikhurafa wamejenga msingi, ni dalili ya kukosekana ustaarabu kwa watu wale wa maendeleo ya kifikra na ya kielimu na ya nini, ni dalili. Na kupungua kwa kuweko itikadi za kikhurafa ni dalili ya reflect kwamba watu wapata. Takupa mfano ya watu walipokuwa hawajaweza kufasiri maana ya kupatwa jua, maana ya kupatwa mwezi, kulipenyeza nini, walikosa asbab za kielimu
wakatengeneza sababu za nini, za kihurafa. Limemizwa na nyoka, sio? Mmenifahamu? Tazipata zilikuweko itikadi hizi ambao nyinyi leo mwaziteka kwamba kuna nyoka kubwa. Watu walipokosa tafsiri ya magurumo wakati wa kusi wa mivua, kunapopiga pepe zile, kukatoka mwangaza mbinguni na kukatoka sauti za maradi na magurumo, walipokosa hisabu ulipenyeza nini? Sisi pale tunaambiwa malaika usingirisha mapipa, yani hukusanya mapipa ya maji, yani wayakueta kutarinka hiyo mvua. Lakini leo kwa kusomeshwa vijana na elimu na upumbuzi, huenda akili ikija kifahamu maana ya mambo yale ni nini, huwaje mpaka kukapatikana yua, na huwaje leo watu wamezosoma wakaelewa mambo haya, hawako tayari kukubali tena fikra za kusingirisha mapipa, fikra za nini. Na minal asaf hizi khurafat zimepenyeza mpaka kwenye zitabu za kidini kwa madhahabi yote, na nyingine zimevaa mpaka nguo ya hadithi, zimevishwa nguo ya nini, ya hadithi. Kama ile utasikia sijui ulimwengu kwenye mai, yule mai sijui kuna ng'ombe ndio itukuzie dunia, ule ng'ombe una pembe kubwa mbili, akichoka upande hunu huipeka upande hunu, ndio hupatikana mitetemeko ya ardhi. Tutakuwa kuzipata kwenye zitabu za tafsiri zitu kama hizi. Na sisi tu wajua, sisi hucha kukabili ukweli. Nitakuja kuwaonesha Europe mpaka juzi kuna kitabu kimesomeshwa kama syllabus kwa muda wa miaka 100 kadhaa. Nitawanukulia mpaka anaonena maneno haya. Katika mambo yalikuwa yakijadiliwa katika kitabu hiki ni malaika wangapi waweza kutua yule mtaya sindano. Mjadala mkubwa kama yeo yani, na huamkuliana kama masala ya maulidi na nini na talqin. Watu wamepoteza miaka Europe hujadiliana ile mtaya sindano pale, kwenye mtaya sindano pale ni waweza kutua malaika wangapi. Tofauti ya sisi na wenzetu, waliruka turathi, waliituja turathi. Tofauti yetu sisi mashehe wetu mpaka leo, na ikisahaulika henda kuifufua. Na tutaona hii mijadala mingi ya kimadhahabi iliyoko leo ni ufufuaji wa turathi, kwa sababu wewe utakuja utaka kunikejeli mimi katika madhahabi yangu. Sema wewe katika kitabu chao, kitabu kimetungwa karne ya 4 au karne ya 5, kuna wanachuoni wao hunena kadhaa kwa hapo kwa mtatekezani. Nitakwambia na kwenye chenu kuna ng'ombe utukuzia ulimwengu kwenye pembe moja. Sasa tutarudishana hivyo nini? Tutahukumiwa na nini sisi bado? Turathi. Nataka kukuhukumu wewe wao. Hata hii sayansi ina nadharia, lau utazirudisha kuzisomesha kwa vijana wa sekandi leo watatekezanya klasini watoke. Kuna nadharia zilikuwa zikionekana za kisayansi zikisomeshwa wakati huono wa karne ya 14 na 15, zimekuja kuthibitishwa leo ni batili kabisa na ni mambo ya kutekesha. Hawakuketi skuli paka yao wakazia uteka kwa zile nadharia. Ni stage ya kielimu, watu hufanya nini? Hupita. Sasa hakuna watu walokuwa wametawaliwa na khurafat, siwezi kuzihesabu. Sheikh Jaafar Subhani, Mungu amuhifadhi na Mungu ampe maisha, bado yuko hai. Na mtu ambao aweza, na muomba atafute kitabu chake Sayyidul Mursalina, amezivanga kwa mfano tena, mwenyewe amenena minha khurafa 40 na kitu zilokuwa zikiwapekesha Waarabu. Moya, kama mvua hainyeshi, kwa msiunganishe na huku kwetu jamani, siane na kitu mimi. Kama mvua hainyeshi siku nyingi, kumepiga chaka, bali kimtukua ng'ombe wakipanda naye jabalini, watu wa Mwinzima, kisha ule ng'ombe wakimfunga tandu la mti kubwa lilokavu limezokauka, na baba kaskazi matandu yote huwa nini? Makavu.
kisha wakimweka kwenye mteremko wa ule mlima, wakimwashia moto lile tandu, na limefungwa kwenye mkia wake. Sasa lile tandu likiwaka, ule moto ule uharara ulikimpiga nani? Ule ng'ombe. Ule ng'ombe alikikimbia, na kukimbia kwenyewe ni kushuka mlima, hupijika breki. Wewe ukishuka mbio kwenye mlima waweza kusimama? Waweza kukontroli? Sasa na wao walikimwandama nyuma mbio, wakia ule ng'ombe kisumbukia, kenda kianguka na moto ule kinini, paka kinini, wakinena kile kiangazi na ule moshi kwa kiutoa ule mwezi ndio kwa mvua. Hili ni moja katika khurafa walikuwa nazo. Walikuwa na khurafa hata Mungu amezitaja wale saiba na nani kwenye suratul Baqara, na nawaomba mwenye mswahafu wa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, hususa ile ya zamani, ina sherehe nyingi kuliko hii ya sasa, aende akaipitie hii aya katika suratul Baqara. Ameisherehe uzuri sana Sheikh Abdullah pale chini kwa Kiswahili. Wale wanyama aina 4, wasema alikuwa ngamia akizaa mimba 5 tosha, alikitupa ule ngamia, hafai tena kupanwa, hafai kukamwa, maziwa yake hayanwewi, maungo yake hayatumiki. Ukiwauliza nini, wasema huyu ametutajirisha vya kutosha, huyu sasa ni baraka tu, watu azunguke, hapewi mai, hapewi chakula, hapewi chochote, nyama yake hailiwi. Nenda tukazisome kwenye tafsiri ya Sheikh Abdullah Farisi suratul Baqara, ile min saibatin wala bahiratin, kuna ile aya wale wanyama 4 Mwenyezi Mungu amewataja aina 4. Walikuwa na imani akifa mtu mwenye uwezo, walikimfungia ngamia kaburini, akishakuzikwa alikimfungia ngamia pale, kupigwa kizio kisawasawa, akitiwa kizioni ule ngamia mpaka akiifia ule ngamia. Nini? Huenda kainuka, pengine ataka kwenda mahali, atahitaji ngamia. Ajabu, walikuwa hawaamini kiama, lakini waamini mtu aliyoko kaburini aweza kainuka kapanda ngamia. Hizi ni katika itikadi walizokuwa nani nazo, na nyingi sana. Sasa na ndio utaona hata baadhi ya wataalamu wa Kiulaya wamezomsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wasema ni ujasiri wake aloweza kuzisumua hizi itikadi ambazo Mwenyezi Mungu ameziamkua aghlal, zilikuwa ni pingu kwa Makureshi. Hakuna kitu kibaya jamanini kama kuketi kuishi kwenye itikadi zisoeleweka. Amerogwa, amepigwa koko, asijui imefanya kadhaa. Hizi itikadi huregesha watu nyuma sana, kwa sababu haziwaoneshi uhalisia wa nini, wa mambo. Utaona sisi maisha yetu kwa kitu kidogo limerogwa, kitu kidogo limepigwa koko, kitu kidogo limefanya kadhaa. Hizi ni khurafati. Tunataka tutoke, kuna mambo yana tafsiri. Sijapinga, umekwenda hospitali, madaktari wamenena huyu sasa siwa sayansi tena. Shikona huma, wewe nenda kanunue panadoli ule shakabana, nenda kwa mganga. Ndio utakuta mtumi mpaka ameshatumilizwa, bado baadhi ya Waislamu wako nazo, na hakukubali hata zilipokuwa khurafati zile za mtumikia maslaha yake. Tawapa mfano ziswa ziwili zilompata Mtume sallallahu alaihi wa sallam pale alipokufa mwane Ibrahim, sio ambao ni mwane wa kiume, hana mwingine, amempata kijana wa kiume. Kijana kimekuwa kimeanda, ameifia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika sana siku ile, mpaka baadhi ya maswahaba walimuonea ajabu kumuona hulia. Ndio akamuuliza, awatabki ya Rasulullah? Walia? Akamwambia innal qalba min mwanadamu, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma, moyo wahuzunika na mato yatoa nini, matozi, lakini si neni ambalo halimridhi Mwenyezi Mungu. Ilibahatika siku ile alipokufa Ibrahim kulipatwa yua, siku ile yua lilipatwa kabisa. Jamaa wameligonga mwili,
Unaona? Maana mtume huyo fanya matezo ni. Imetiwa Madina. La tembea pale. Na bila shaka kama mimi ni mwanasiasa hapo, huwa kwangu hapo subo. Sasa wewe ni kulipanda tu hilo wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam lao alikuwa ni mtu ana malengo ya kibinafsi, alikuwa aiteremshie na wahi lile. Wa idha kusifatil qamaru bi mauti Ibrahim, awapena aya ya kuthibitisha kwamba leo kwa sababu amekufa Ibrahimu ndio yua limefanya nini? Limepatwa. Alitoka, aliona hatari ile yaja. Pale pale akatoka, akenda akapanda mimbar, akaitisha watu mkutano wa dharura haraka sana, akatoa hutuba yake akiwaambia ayuhan nas, enyi watu. Sikiliza mtume anavyoyaregesha mambo kwenye utaalamu wake na sayansi, na akataa kuyaregesha mambo kwenye tafsiri za kikhurafa. Anena yeye ayuhan nas inna shamsa wal qamara ayatani, hili yua na nini na mwezi ni aya mbili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sile wa ayatun lahumul ardu wa ayatun lahumul laylu, sio awambia hizi ni aya za tembea kwenye anga, la yajriyani bi amri wa kullum fi falakin yasbahu, zatembea kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa muti'ani la, na zamtii Mwenyezi Mungu. Wala yankasifani, hakupatwi mwezi wala hakupatwi yua, limauti ahadin wala lihayati ahadin, kwa kuzawa mtu wala kufa mtu yoyote. Hakuna habari hizo. Huyu ni nani jamani? Ni mtume, usije kuniambia shekhe menena. Hakupatwi yua, hakupatwi mwezi kwa kwamba amezaliwa nani wala amekufa nani. Nyinyi mkitaka fanya nini? Asema fa idhan kasafa, ukiona yua limepatwa ama mwezi umepata, au ahaduhuma ama mmoja, fasallu, nukani mwende mkaswali salatul ayati, kila mtu ashikendia ndo zake salatul kusuf. Hizi habari za kwamba Ibrahimu amekufa yeo kwa hivyo yua limepatwa na huyu kijana Mtume Muhammad, hakuna habari hizo. Huyo ni mtume ashapewa nini? Utumi, apambana na khurafa. Angezuba ishapenyeza kwenye jamii ya Madina. Mimi sikwambii jamii ya Maka hiyo, Madina hapa si Maka. Haya, turudi nyuma kabisa. Mtume ni mdogo, ana miaka 5 6, sikumbuki ni mingapi, uko kwa Halima tu Saadia. Taka mumuone aklia ya mtume kutoka akizaliwa, haitaki kabisa kukubali kitu khurafati. Amka asubuhi, awakosa nruze wa kunyonya, Sheima na nani na wengine, amwambia ya umma, amuita mamake wa kumnyonyesha Halima, ya umma mali la ara akhawaya fi nahar, mbona mimi siwaoni ndugu zangu wawili mtana? Mamake akamwambia wao wakiamka wenda kutunga mbuzi, mimi wapeka kutunga mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia na mbona mimi sendi? Toba Halima umtukuzie mwana wa watu ule. Kama mfano wewe umetewa mwana kuyea, una jana zako, asubuhi wewe huamsha jana zako kwenda kuni shamba huko mwituni, lakini ukiangalia huyu mwana wa watu mpeleke majangwani mwituni litakalo kumpata. Sasa Halima kwa kumpenda mtumi na kumthamini amempiga makamama ukezie naye hata kende mahali. Tumemwambia mbona mimi sendi? Halima amwambia wataka kwenda? Amwambia naam. Akamwambia basi takwenda kesho. Alfajiri walipoamshwa wale vijana na yeye akaamshwa mtume, akamuogesha, anena akaniogesha mamangu Halima, akanipaka mafuta ile kama yeo kwa mafuta ya nazi manini, kisha mara namuona ametoa hirizi hunifunga kwenye shingo. Sikiliza hapa, mahala muhimu ni hapa. Al-Yamani ni aina ya mizizi fulani ya miti fulani tanganywa kumfunga. Mtume amuuliza ya umma, ni nini hicho unachonifunga?
amwambia hili ni kinga mwanangu, itakukinga huko majangani. Amwambia la, nivua. Kwa nini? Amwambia mimi ni naye anayenikinga. Rasulullah sallu alayhi Allahumma salli ala Muhammad. Sema mimi ni naye anayenikinga, sihitaji kinga hiyo. Sasa Sheikh Jaafar Subhani hafidhahullah alitukua tukio hili kukuonesha kwamba huyu alivyotengenezwa na Mwenyezi Mungu kutoka akizaliwa, ametengenezwa ni kiumbe cha kupambana na nini? Na khurafati. Hawa ndio Waarabu. Sasa nenda kwenye mambo mengine waliokuwa wakiyafanya. Jana niliwaambia walivyopigana Waarabu wamepigana sana. Ukipata zitabu za kueleza zita zao kabla ya Uislamu taona ajabu. Harbu sijui kadha, harbu fujari, sijui harbu nuasi, sijui kuna kila maina. Zingine wamepigana nyaka 50, zingine wamepigana nyaka 100. Kwa ile hadithi ndio waambia yana ule alikuja kwa Bwana Mtume akamwambia peponi iko zita. Alipolingania Waislamu mwisho alimwambia peponi ziko zita, akamwambia hakuna zita. Akamwambia idhan la khaira fiha. Anaelewa, alimwambia wazi Mtume idhan la khaira fiha, hakuna khairi yoyote kwenye hiyo pepo basi, kwa sababu hakuna nini? Hakuna zita. Niliwatolea jana kiswa cha kuua vijana wa kike, cha kurithi mama zao. Baba akifa, mkewe bane walikiingia akianda mkubwa, akimwangalia akiwa amempenda humfinika nguo. Wale wengine huyo ameweza kutukuliwa na ndugu yetu kama alama yani. Siziko zile zingine kuna zile ishara huata, yani ile akifanya vile ashawata yani kwamba hapa mmerithi mimi. Kwa hivyo wengine waende zao. Haya maneno yamezungumzwa ndani ya Qur'an. Msibarithi wanawake wa wazee, la tankihu ma nakaha abaukum, musiowe waloolewa na nani? Na mababa zenu, hao ni mama zenu. Waarabu walikuwa sampuli namna hiyo. Na ilikitukia maneno mengine lazima tuyanene, ilikitukia mama alikiolewa na wane wote wale, na ule naye akifa alikia mwingine, na ule naye akifa kiwa mwingine, kiasi hiko. Na si mambo ya kidanguro, kila mahala kuna uchafu kwamba yua wale makahaba wameamua kufanya mambo yale. Haya mambo yalikuwa ni mila na nini na dasturi, hufanyika katika kila nyumba. Si masala kwamba katika kila jamii wako watu waovu na hufanyika mambo maovu, lakini hayawi ni kawaida na ni mila katika majumba. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Katika matatizo walokuwa nayo Waarabu yamezozungumziwa ni elimu, na nataka nikhatimishe hapa, kesho nianze mlango mwingine. Elimu katika kupima watu ni itikadi zao, khurafati, maisha yao, wanavyoishi na wanawake na vijana wa kike, mambo yao ya kijamii. Elimu. Sheikh Jaafar Subhani amnukuu Ibn Khaldun na baadhi ya wanatarikh, asema kipindi kilichodhihiri Uislamu ndani ya Maka, sikilizani vizuri, ndani ya Maka watu walokiua kusoma na kuandika ni 17. Ndani ya Maka watu walokiua, sikwambii wanazuoni, walokiua kusoma kilichoandikwa, angalau uandika barua. Maana hata class 5 leo kijana atakuandikia, class 4 atakuandikia barua. Kiasi hiko ya ni 17 Maka mzima.
Madina baina ya Aus na Khazraj, ambao tena ndio walikionekana wameendelea zaidi, watoka Yaman hawa na wameishi na Mayahudi ahlul kitabi, walikuwa 11. 11 jamani. Nyinyi mulipokuwa mkihudhuria baadhi ya madarasa ya sera Ramadhani, kama najua watu wazima wengi watakuwa wamekisikia kiswa hiki, nataka leo mkirudie, mkiweke hapa, mkisome dalala zake. Baada ya zita za Badri kulietwa mateka wale wa upande ule, Mtume awafanyeje wale mateka? Angojwa hukumu ya Mtume. Kitu kimoja alichofanya Mtume nini? Alikimuuliza kila teka, wajua kusoma na kuandika? Akinena adhabu yako nitakunsomeshe jana 10 huko, kimaliza 10 ndo zako. Fikiri mumekisikia kiswa hiki. Adhabu yako wewe umekuwa kupigana zita, mateka jamani, wewe jeshi umemshika wewe, adhabu yake kama si wote alitaua wale wayua kusoma na nini na kuandika, ndo usomeshe Waislamu 10. Ukimaliza Waislamu 10 anta huru. Maana yake nini? Hakuna walimu Madina. Sio, mmenielewa janini? Hakuna walimu wa kutosha Madina wa kuweza kufundisha Waislamu kusoma na kuandika, mpaka tujisaidie na mateka maadui. Na hapa ni dalili ya kwamba Waislamu waweza kusomeshwa elimu zisokuwa na alaka na dini yao kama fiqh na nini, na watu wasokuwa Waislamu. Si lazima kusomesha usayansi na jiografia nani Waislamu. Wale Mtume aliwatia katika jamii kufundisha jamii yake, na wao ni nani? Ni mushrikin, na humpiga zita. Sasa wewe lisome hili tukio, ulipanue kwa akili yako, huku Madina kulikuwa hali gani na Mtume ashaguria? Kisha jiulize, ikiwa Mtume ashaguria na ameshaanza kazi kulikuwa hali hiyo, je, kabla ya Mtume kulikuwaje? Ndio Mwenyezi Mungu akwambia, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Watu walikuwa hawajui kusoma, hawajui kuandika. Nitatosheka hapa ndugu zangu, ni marefu lakini ni kudokeza tu, kuwapa picha fupi ya jamii ilivyokuwa, ndio tuiangalie Qur'ani kama kitabu cha malezi katika mada yetu kilikuja kuleta mageuzi gani. Insha Allahu taala, kesho Mungu akitupa uhai na uzima, nataka niingie kwenye mlango wa 4 ambao nataka kuzungumzia khasaisu tarbiyal Qur'aniya, sifa maizi za malezi ya Qur'ani. Yani kinachotofautisha, tuingia kwenye mada sasa, kinachotofautisha malezi ya Qur'ani na malezi mengine ni kitu gani, na baadaye tutakwenda kwenye yatakayokufuatia. Kabla sijafunga darasa,